Kwa mtazamo wangu mimi nianze kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hakika bi mkubwa huyu ameendelea kuwa nuru. Bi mkubwa huyu ameendelea kuwa taa. Bi mkubwa huyu ameendelea kuwa dira. Bi mkubwa huyu ameendelea kuwa muonyesha njia. Kwa sababu kiongozi ni yule anayeweza kuonyesha njia. Matukio haya yaliyotokea huko Nzega, Tabora, tukio la mtoto kuzaliwa na kutupwa, haikuanza kwenye awamu ya sita. Ni matukio yamekuwepo toka awamu ya Mwalimu Mzee Nyerere, akaja Mzee Mkapa, Mzee Mwinyi, akaja Mzee Mkapa, akaja Mzee Jakaya, akaja Mzee Magufuli, na sasa ni yeye Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini wote hawa walikuwa ni viongozi, wanasiasa, wanadini, wanadini kabisa. Mfano Mwalimu Nyerere mpaka kanisa Katoliki linataka kumfanya kuwa mwenye heri, maana ni mtu mwema sana. Mzee Ali Hassan Mwinyi ni shekhe kabisa, amesomea dini. Yaani tumepata viongozi katika nchi hii wana alaka kubwa na dini, lakini hawakufikia, yaani Mungu hakuwafikia. Maana kuna vitu vingine ni riziki, ni bahati ya mtu, au ni namna Mungu alivyomuumba mtu. Kwa hiyo Dr. Samia, limetokea tukio ndani ya utawala wake, kawaonyesha Watanzania namna bora ya kuishi, namna bora ya kiongozi. Mtoto katupwa, hajulikani mama yake, hajulikani baba yake. Yeye mama kazitazama sheria za nchi. Sheria za nchi zinaruhusu kuwasili. Zinaruhusu kuwasili mtu, kwamba mtu huyu unakwenda kwenye kituo cha mayatima, kuna taratibu maalum unazifuata. Ukizifuata unamchukua yule mtoto, unakuwa naye, unamlea. Na katika Uislamu tumeambiwa innamal a'malu binniyati, kila jambo linaenda kwa nia. Nia ya mama sio kumdhulumu yule mtoto au kumtoa kwenye familia yake. Nia yake sasa huyu mtoto alelewe na aleleke. Sasa tunajiuliza, kwani jambo hili ni jipya kwenye historia ya dini zetu? Sisi katika Uislamu ukisoma vizuri ni suratul Qasas, ni sura ya 28 aya ya 9. Mwenyezi Mungu anasema waqalat imra'atu fir'aun qurratu 'ayni li walaka la taqtuluhu asa an yanfa'ana au natakhidahu walada. Alipozaliwa Nabii Musa alitupwa. Maana kulikuwa kuna amri wakati ule wa Firaun, kwa mujibu wa tarehe ya Kiislamu, kwamba mtoto yote wa kiume atakayezaliwa achinjwe, kwa sababu Firaun kishapata taarifa, Farao alipata taarifa kwamba utawala wako utapinduliwa na atakayeupindua ni mtu mwanaume. Kwa akaweka utaratibu wa kudhibiti mimba zinafuatiliwa. Kwa mama yake Musa ni historia kubwa ndani ya Qur'ani, imeelezwa vizuri sana. Mama yake Musa alikuwa ndugu yake, ni mke wa Nabiiullah, ni mke wa Farao, anaitwa Asia binti Muzaham. Mke wa Farao anaitwa Asia binti Muzaham. Mama huyu mpaka Qur'ani imeelezea namna Mungu anavyompenda, na siku ya kiyama mama huyu peponi atajengewa palace la vioo vitupu. Mama Asia kwa wema huu akamshauri ndugu yake, umezaa mtoto wa kiume, unafanyaje? Mtupe ndani ya bahari. Mama Asia akaingia ndani, akamrai mume wake, akamwambia, mume wangu, mimi nakuomba kila kitachotoka bara kiwe chako, na kitachopatikana kutoka pwani kiwe changu. Siku moja wamekaa kwenye palace, Farao na mke wake Asia, anaona sanduku linaelea. Akasema, nileteni ile sanduku, mali yangu hiyo. Ilipoletwa kufunguliwa, kuna mtoto katupwa kama wanzega. Farao akasema, mtazameni wa kike wa kiume ili tufanye ile hukumu. Mtazamo wa kiume, Farao akasema tumchinje, ndio hukumu nilitoa. Asia akalia, akaanguka miguuni kwa Farao. Akamwambia hapana. Ndio maneno Mungu anayanukuu. Mungu ananukuu maneno ya mwanamke Asia. Asema waqalat imra'atu fir'aun qurratu 'ayni li walaka, mume wangu usimuue mtoto huyu. Qurratu 'ayni li walaka, mtoto atakuwa kipozeo cha macho yangu na macho yako. Asema la taqtuluhu, usimuue, asa an yanfa'ana, huenda mtoto huyu akatunufaisha, au natakhidahu walada, au tukamfanya kuwa mtoto wetu.
Kwa Qur'ani inashuhudia malezi ya aina hii. Kwa hakika kitendo alichofanya yule binti, japokuwa nimesikia leo kwenye baadhi ya mitandao, sina hakika nalo, nimesikia kwamba akajitokeza anaomba msamaha, lakini huyu hastahili kusamehewa. Hastahili kusamehewa, sheria ifuate mkondo wake, na wala asije akaharibu ibada ya Mama Samia. Mama Samia ile aliyofanya ni ibada kubwa, na ulezi ndio kitu kinachotakiwa. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hivi, anasema mimi Muhammad wa kafirul yatama, na mtu atakemlea mtoto aliyepoteza wazazi. Sasa huyu hakuna tofauti na kufiwa. Huyu alikuwa amefiwa, huyu mtoto atakemlea mtoto aliyepoteza wazazi, anaitwa yatima. Mtume anasema fil janna, kule peponi, kahatain. Mtume akaashiria tutakuwa bega kwa bega. Yaani ukifanya tendo la ulezi, wewe na mtume mtakuwa bega kwa bega peponi. Na ulezi hakuanza Mama Samia. Sisi katika Uislamu tuna historia. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amemlea sahaba mmoja anaitwa Zaid ibn Harith. Akamlea, akawa naye mpaka watu wa Madina wakaanza kumuita yule Zaid ibn Muhammad. Na ukisoma historia, mtoto huyu wa kulelewa alikuwa mtoto mwema sana. Ndio mtoto ambaye hata mtume alipopigwa kule Taif, mtume alienda Taif siku moja kupeleka dini, mtu alikuwa anamkinga mtume kwa mawe na kila kitu, ni huyu mtoto anaitwa Zaid ibn Harith. Mpaka watu wakamuita yule ni mtoto anaitwa Zaid ibn Muhammad. Mtume ndio akamwambia hapana, waiteni watu. Mungu anasema ud'uuhum, waiteni li abaihim huwa aqsatu inda Allah. Mkitaka kuwaita, waiteni kwa majina ya baba zao. Lakini mtume amemlea mtu anaitwa Zaid ibn Harith. Na katika maajabu, huyu ndio sahaba pekee aliyetajwa ndani ya Qur'an. Ukiulizwa mtume alikuwa na maswahaba wengi, ni sahaba gani aliyotajwa kwa jina ndani ya Qur'an? Ni mmoja tu, huyu mtoto wa kulelewa, Zaid ibn Harith. Kwa hiyo kimsingi Mama Samia tunampongeza, kafanya jambo kubwa. Naamini kisheria za serikali linakubalika, lakini kwa sheria za dini pia ni jambo jema na lina malipo makubwa mbele ya Mungu. Na hapa niseme, miongoni mwa watu waliolelewa, huyu Mama Asia binti Musahab, mke wa Farao, amemlea Nabiiullah Musa, mtume wa Mungu, amelelewa katika sura hii. Lakini Nabii Muhammad kamlea Zaid ibn Harith. Lakini kama hiyo haitoshi, ukisoma Qur'ani kuna historia ya mfalme anaitwa Aziz, alikuwa mtawala wa Misri, amemlea Nabiiullah Yusuf, ndio aliokana kumlea Nabii Yusuf. Na kuna kisa kirefu kuhusu Mraatul Aziz, Mama Bizulekha alipompaka kumtamani Yusufu, na Yusufu akakataa mpaka alipomkimbiza, na Yusufu kukimbia na akamchania shati ya nyuma, mpaka ukatokea ushahidi wa mtoto mwingine mdogo kumtetea Yusuf. Kwa katika Uislamu jambo hili si jambo geni, ni jambo linafahamika. Watanzania ni waombe tuungane kumuomba Mungu atulindie rais wetu. Mungu ampe umri mrefu, kwa sababu ni rais anatuonyesha vitu kwa vitendo. Lakini wanazuoni wa Kiislamu, mfano Ibn Taymiyyah, yeye amesema kafalatul yatim min a'zam a'mali albirri wal ihsan. Mtu kumlea mtoto, kukaa na mtoto ambaye sio na wazazi, anasema min a'zam a'mali albirri, ni katika matendo makubwa ya wema na ihsan. Huyu ni Ibn Taymiyyah. Lakini ukienda kwa Ibn Qayyim al-Jawzi, yeye anasema al-ihsan al-yatim wa ri'ayatuhu min akhlaqi al-anbiya. Mwanazuoni mkubwa wa Kiislamu anasema kumfanyia wema mtoto asiyekuwa na wazazi, mtoto yatima, mtoto aliyetengwa, aliyetupwa, anasema na kumlinda, kumhifadhi. Wakati mtoto akiwa pale kwa rais, anaelewa na mama yake ni rais, mtume Ibn Qayyim anasema min akhlaqil anbiya. Ile tabia aliyoonyesha Mama Samia ni tabia ya mitume wa Mungu. Ile ni tabia ya mitume wa Mungu. Kwa hiyo niseme tu kwa ufupi, Al-Imam nao yeye amesema jambo hilo, tendo hilo, fadlu kafalahu al-yatim wal ihsan ilayhi wal qiyam bi masalihi. Anasema Al-Imam Nawawi, jambo la kulea yatima ni jambo bora, jambo la kumlea mtoto aliyetupwa, kumlea mtoto aliyefiliwa, mtoto aliyeachwa ni jambo bora. Ubora mkubwa unatokana na kile kitendo cha kumfanyia wema, wal qiyamu bimasalihi, na kusimamia mahitajio yake. Sasa Mama Samia leo amemlea, anakwenda kusimamia mahitajio. Sasa wakati mwingine al-labibu takfihi al-ishara, mtu mwenye akili ishara inamtosha.
Na mimi nitoe wito, na hii tunaisema kila siku. Nakumbuka Mama Salma Kikwete aliwahi kuanzisha taasisi yake inaitwa Siwama, kitu kama hicho. Alipata kusema yule mama, namkumbuka mpaka leo na namuombea sana Mungu. Alisema hivi, wa Tanzania tukiamua kuchukua mtoto mmoja mmoja, hawa mayatima wasiokuwa na baba, waliotupwa, waliofanya nini, tukiamua kuchukua, kila Mtanzania mwenye uwezo achukue mtoto mmoja, vituo vya yatima vitafungwa. Lakini leo tunawashukuru waliofungua vituo vya yatima, tunawaombea Mungu, na naomba matajiri, wafanyabiashara wawasaidie. Lakini kimsingi wako wasiokuwa wazuri, wasiokuwa waaminifu wenye vituo hivyo, wako ambao wanawatumia hao watoto kupata hizo fadhila ili wafadhili na wahisani wawaone, jambo ambalo sio sawa. Lakini kama Watanzania tukiitikia wito wa mama yetu, sasa yeye kaonyesha kwa vitendo kwamba sasa tunawachukua. Na kweli mimi nimefanya utafiti mdogo hapa mkoani kwetu Mwanza. Ukienda kwenye vituo, serikali inapata tabu sana. Au maafisa nini wanaitwa? Maafisa ustawi wanahangaika kweli kweli. Wana watoto waliotupwa zaidi ya 100 wako huko vituoni. Mama Samia Suluhu Hassan kaonyesha kwa vitendo na kawaita Watanzania. Mimi nahesabu amewaita Watanzania kwenye tabia hii njema. Na niseme tu, kheri hii aliyoamua kuifanya iwe sababu ya Mwenyezi Mungu kumjalia kufanikisha mambo yake katika nchi yetu ya Tanzania. Yepi mambo ya kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Leo Tanzania imefunguka, Tanzania imekuwa ya ajabu, Tanzania ina raha na furaha. Unaona kabisa kwamba kila kitu kimefunguka. Sisi kanda ya Ziwa hapa tunaona, mimi napita barabarani unakutana namba hii magari zaidi ya 200. Namba hii. Tafsiri yake nini jamani? Watu wana uwezo sasa wa kununua, maana nchi imefunguka, watu wanalipa kodi, watu wanafanya vile. Tumombe Mwenyezi Mungu amwafikishe rais wetu na amjalie kwenye ile alilofanya, na asirudishwe nyuma na mtu yoyote atakayejitokeza kusema mimi mwanangu. Wewe ni mwanao, achukuliwe hatua kwanza, na mtoto yule abaki mikononi mwa rais. Lakini wafanyabiashara, matajiri wetu, watu wa dini, sisi watu wa dini, viongozi wa dini, nyinyi waandishi wa habari na uwezo nyie, tafuteni namna na nyinyi kuyafanya kama haya. Sharti lake unapokaa na mtoto wa namna hii, asiwe mtumwa kwako. Usiwe na mtoto wa aina hii halafu yeye akawa duni, wewe watoto wako ndio akawa wenye thamani. Sisi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namaliza, amelelewa katika sura hii pia. Baba yake alikufa mapema, mama yake alikufa mapema, akalelewa. Lakini baba yake mdogo aliyemlea mzee Abu Talib alimtanguliza kuliko watoto wake. Sasa katika sura hii ukipata mtoto wa namna hiyo ukamchukua, sio watoto wako wanasoma skuli hii, yeye unampeleka skuli hii, au sio watoto wako wanakwenda shule, yeye unamwacha aoshe vyombo. Uislamu unakutaka ukimchukua mtoto namna hii, basi mthamini, mpende, yaani mpaka ahisi kwamba wazazi wangu ndio nyinyi. Kutoa rai kwa Tanzania, kwanza kuacha zinaa, tusipepese maneno. Athari zote hizi ni athari za zinaa, na ikifika mahala watu wamejitia wazimu, hawataki kuacha zinaa, mambo mengi yanatokea katika sura hii. Kwa sababu utajikuta wewe binti umezaa mtoto bila kutarajia utazaa vipi, na imetokea umezaa na akili yako inakuchanganya, unaona suluhisho ni kumtupa. Kwa hiyo nitoe wito kuacha zinaa, lakini nitoe wito wa Watanzania kuendelea kuwa wachapakazi, kutafuta riziki ya halali. Kwa sababu unaweza kusema unamtupa mtoto kwa sababu ya umaskini. Chapa kazi. Madhali Mwenyezi Mungu akupa mikono miwili, macho mawili, miguu miwili, una afya njema, fanya kazi utafute riziki yako ya halali. Sisi katika Qur'ani huku mtume wetu anasema la taqtulu auladakum khashyata imlaq. Nyinyi msiue watoto wenu kwa kuogopa kuwalisha. Kwa mimi nina njaa, nitamlisha nini? Mungu anasema nahnu narzuqukum, mimi Mungu ndio nawalipa riziki nyie wa iyahum, na wao. Kwa hiyo kuna hoja ya pili ya umaskini, watu wa maskini. Hata hii vurugu tunayoiona watoto wa mtaani, hakuna watoto wa mtaani, ni kujiendekeza. Mtoto wa mtaani ana mjomba, mtoto wa mtaani ana shangazi, mtoto wa mtaani ana babu, mtoto wa mtaani. Turudini kwenye asili. Watu wengi wamelelewa ujombani, watu wengi. Nyinyi familia mnaruhusuje mtoto wa dada yako aende akae mtaani, mtoto wa kaka yako awe mtaani? Turudishe nyoyo za huruma, ndio wito wangu. Turudishe nyoyo za huruma katika familia. Leo imefikia mahala anakufa mtu, ukoo unakaa kikao cha familia, wanakubaliana fulani atamlea fulani. Ndani ya siku mbili yule fulani hamlei tena mtoto yule.
Matokeo mtoto anakwenda mtaani. Hebu turudisheni nyoyo walizoishi wazazi wetu. Tuna watu wamesoma mpaka kuwa na PhD. Wamesomeshwa mjobani, amesoma mpaka kuwa na PhD, kasomeshwa na babu, amesoma mpaka kuwa na PhD, kasomeshwa na shangazi, mama mdogo. Kwa hiyo turudisheni maadili ya kupendana, kwamba mtoto wa dada yako ana ujauzito, msaidie. Mtoto wa kaka yako ana ujauzito, msaidie. Suluhisho sio kumtupa mtoto, lakini kazi kubwa pia tusomeshe watoto. Wito wangu wa Tanzania ni kusomesha pia watoto. Unajua, binti akiwa na elimu akajua madhara ya kufanya hivyo, hawezi kufanya vitu vya kipuuzi kama hivi. Lakini kubwa zaidi ni wahusia wa Tanzania kwa unyenyekevu, na huu ni wito wangu mkubwa katika mazungumzo haya. Watu wasome dini, kwa sababu hicho alichofanya binti huyu ni uwaji. Yaani hukumu yake katika Uislamu, anahukumiwa kama mtu aliyeua, kwa sababu kamtupa mtoto, hajui ataishije, atakuwaje. Na ile nafsi ni nafsi. Sisi katika Qur'ani huko Mungu wetu anasema wa idhal mauudatu su'ilat. Waliouawa zamani katika Uislamu huko nyuma, Makuraishi, wakati mtume anatumwa Maka, alikuta mtu akizaa mtoto wa kike anamuua, anamchinja, anamzika akiwa mzima. Moja ya kazi aliyokuja kufanya Mtume Muhammad ni kuondoa hilo. Ndio maana kuna mtu mmoja anasema, Nabii Muhammad alikuja kuwatesa watu, Uislamu unamdhalilisha mwanamke. Uongo. Mtume ndio amekuja kuondoa hiyo. Leo tunasherehekea kila tarehe 3 mwezi wa tarehe 8 mwezi wa 3 siku ya wanawake duniani. 1800 ndio imeanzishwa. Nabii Muhammad toka karne ya 7. Toka karne ya 7 anamtetea mwanamke. Mwanamke kabla ya Uislamu alikuwa harithi, akatetewa na Uislamu. Sasa kwa ufupi niseme watu wasome dini. Huyu binti angesoma dini, angeona kabisa kitendo hichi kitaniingiza motoni, nikimtupa huyu mtoto nitakwenda motoni. Atahofu. Yaani ukisoma dini, iwe Christian, iwe Muslim, ukisoma dini utakuwa na hofu ya Mungu. Kwa hiyo wito wangu wa mwisho baada ya hizo 3 nilizotanguliza, niseme tu watu wasome dini. Watu wasome dini, tusomeshe watoto dini, familia zetu ziwe za dini, nyumbani pawe na dini. Dini ikiwepo ndani, hakuna atakayeingia kwenye zinaa, watu wataingia kwenye kuchapa kazi, kutafuta riziki ya halali, yale yote mazuri yatafanyika. Na Mungu Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu na atuingize katika pepo na tukinge na moto. Na mtoto huyu aliyezaliwa au aliyezawa, Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya, na rais wetu kwa tendo hili tunamuombea, Mwenyezi Mungu ambarikie, Mwenyezi Mungu amuhifadhi, Mwenyezi Mungu amuinue. Na ikiwa Tanzania wataitikia wito wake kwa kimya kimya, yeye hajasema, lakini watu waitikie kimya kimya. Unamwona yatima, utengeneza utaratibu, mchukue mlee. Na mtume anamalizia kwa kusema, nyumba ambayo yuko mtoto analelewa kwa wema, nyumba ambayo yuko mtoto aina hii analelewa kwa wema, huwa inaonekana mbinguni kama nyota. Halafu viumbe wa mbinguni wanaulizana, hiyo nyumba gani? Wanaambia hiyo sio nyumba tu. Hiyo nyota gani? Hiyo sio nyota tu. Hiyo ni nyumba ambayo ndani yake yuko mtoto aliyetupwa, mtoto yatima anatendewa wema. Kwa hiyo ni imani yangu ikulu yetu ya Magogoni, ikulu yetu ya Dodoma, mbinguni sasa hivi inaonekana kwa kuwema mtoto huyu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.